Tukiwa katika hiyo hali nataka tuende tukaangalie katika kitabu cha Isaya. Tuone kuhusiana na vile Mungu amesema kuhusiana na huu mlima. Isaya chapter 2 verse 2. Isaya 2 mstari wa 2. Nasema ya kwamba na itakuwa katika siku za mwisho. Acha tukwame hapo. Itakuwa katika siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tukaweze kujiuliza siku za mwisho ni siku gani? Siku za mwisho, Biblia inasema ya kwamba nyakati hizo za mwisho kutakuwa mambo ambayo hayatakuwa ya kawaida, mambo ambayo hatujawahi yasikia wala kuyaona. Hapa Mungu anasema ya kwamba itakuwa katika hizo siku za mwisho. Na kama saa hii tunapoangalia, ukweli ni kwamba siku za mwisho zimefika. Bwana Yesu asifiwe. Matukio yale yanayotukia wakati kwenda mwingine, ukienda kufungulia runinga yako unapatana na matukio ambayo hata mwenyewe hutaki kuyaangalia. Sijui baba ameua watoto wake wote, maanjali ambayo yameua watu wote wa Mboma. Kwa hivyo yale ambayo yanatokea saa hii inadhihirisha ya kwamba ni nyakati za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Mungu anasema ya kwamba itakuwa siku za mwisho. Itakuwa katika hizo siku za mwisho ambapo mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Bwana Yesu asifiwe. Tulipokuwa tunaanza tumesema ya kwamba mlima huo uko juu. Na tukasema sisi ndio huo mlima ambao Mungu ameuweka juu. Na Mungu anasema ya kwamba katika hizi siku za mwisho, wewe na mimi ambaye ametuweka juu kama mlima wake, hizi siku za mwisho hatatuweka tuwe imara. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unajitambua ya kwamba wewe ni mlima wa Mungu, hakika Mungu, kumbuka ya kwamba Mungu amekuweka juu. Wakati Mungu alikuwa anaumba, aliweza kuumba tukaweze kuchagua, tukapewa kuchagua. Katika shamba la Edeni, Adamu na hao walipewa wakaweze kuchagua. Uchague mema uishi, uchague maofu upate moto wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata kama tumeumbwa zote na Mungu, kuna wale ambao wamechagua kuabudu miungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi, wewe na mimi ambaye Mungu ametuchagua, tumetambua ya kwamba hatuwezi abudu miungu. Sisi tunaabudu Mungu wa kweli. Na yule Mungu ambaye tunaabudu, tunajua anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, hizi ni nyakati za mwisho. Kuna wale wameamua kufata mambo ya dunia. Asi eti hawakuumbwa na Mungu. Waliumbwa na Mungu kama sisi, mimi na wewe. Lakini wakaamua, maana uamuzi huwa ni wako. Unaamua kumfuata Mungu ama unaamua kufuata dunia. Hii dunia ina mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapoamua kumfuata Mungu, anatuweka mahali pa juu. Kumbuka hapa kuna vilima. Vilima tuseme ni wale ambao Mungu aliwaumba, lakini wako kule chini yetu. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa wakituangalia tukiwa kule juu. Kwa sababu gani? Sisi tumeamua kumfuata huyu Mungu ambaye ni Mungu wa kweli. Kwa hivyo swali ni tukajiulize, sisi tunataka kuwa vilima ama tutataka kubakia kuwa milima? Uamuzi ni wako na uamuzi ni wangu. Maana hii safari kila mtu ana uamuzi wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia ya kwamba itakuwa hizo siku za mwisho. Na tumeona ya kwamba hizi ndio siku za mwisho. Watu wamejichanganya. Juzi kwa TV niliona kuna pastor yuko kule sehemu za Kilifi. Amepanda mti mkubwa pale kwa hapo nje ya kanisa yake. Na anaambia washirika, hii ni mti wa uzima. Ama ni mimi niliona mambo yangu? Kuna mwingine aliona hayo mambo yako? Ili ni muone hizi ni nyakati za mwisho. Anaambia washirika, ukipanda ule mti mapepo yanatoka. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo hizi ni nyakati za mwisho. Tukiangalia yale matukio yanatokea, hizi ni nyakati za mwisho. Washirika, tuweni macho. Maana hata wahubiri pia tuliambiwa ya kwamba wahubiri watakuja wa uongo. Mwingine atatokelea upande ule aseme mimi ni Yesu. Watu watakimbia kwake bila kujua huyu si Yesu, na nyakati bado hazijafika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukaweze kujiweka tukijua ya kwamba Mungu wetu ametuweka mahali pa juu. Na vile ametuweka mahali pa juu, tukikosa kujichanganya, hakika wapendwa, tutaweza kumuona na hatutaweza kupatikana na moto wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoendelea, tunaona ya kwamba wakati tuko pale juu, wajua tukiwa pale juu, kitu kikiwa pale juu, kukivuta kije chini huwa ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haya mambo ambayo ni ya hapa duniani, tukiwa pale juu, unaweza jipata saa zingine una pesa, mwenzako akakuja hapa akakwambia kuna njia nzuri ya kupata pesa. Na hiyo njia tuseme ni mambo ya Illuminati. Anakuonyesha vile utakuwa unapewa pesa haraka. Mpendwa, kumbuka wewe ni mlima na umewekwa pale juu. Kama ni pesa, Mungu wetu ako na pesa. Kama ni mali, Mungu wetu ana mali. Kwa hivyo ukimsikiza huyu mtu ambaye yuko hapa chini, ni rahisi sana kukuweka chini. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu tukaweze kukua watu wa kwenda mbele za Mungu zaidi, kumwambia Mungu akatusaidie. Maana hizi nyakati za mwisho ni rahisi sana kuangushwa na yale mambo ambayo yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda katika part B, nasema ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Kwa hivyo wewe na mimi ambao tuko mlima wa Bwana, hizi nyakati za mwisho Mungu atatuweka kuwa imara. Hata kama matokeo yatatokea, hata tutayaona mengine kwa TV, mengine unayaona hivi live na macho yako. Hata kama sisi tutaweza kuyaona, lakini Mungu ambaye ametuweka kuwa mlima atatuwezesha kusimama imara. Nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi kwa makundi. Bwana Yesu asifiwe. Katika hii mambo ya kukosa kujiingizanisha na hao watu, kukosa kuingiana na hao marafiki ambao wanakuonyesha jinsi ya kupata pesa haraka na kumwangalia Mungu peke yake. Ametuambia ya kwamba atatuweka kuwa imara na atatuinua kuliko hao watu. Huenda katika macho ya wanadamu tutaonekana tuko chini, wao wakisherekea na magari na mapesa, lakini sisi tukumbuke ya kwamba kuna maisha baada ya haya. Tutakuwa tumewekwa juu na Mungu wetu ambaye mwenyewe amesema ya kwamba hatatusimamisha imara. Hata kama yatatokea, tutakuwa tumesimamishwa imara. Bwana Yesu asifiwe. Tutasimamishwa imara na hao mataifa, maana mali ya dunia ni ya muda. Hayo yote ya ambayo shetani atawapa. Tuseme ukiingiana na Illuminati wanakupa hizo magari, wanakupa una sacrifice hata watu wenu, lakini hao yote ni ya muda. Maana shetani hana chake. Bwana Yesu asifiwe. Na anakupeleka mbio na mwishowe atakuua wewe. Lakini unapompa Mungu akutawale wewe, yeye baraka zake, Biblia inasema baraka zake hazina majuto. Bwana Yesu asifiwe. Na hao watu ambao watakimbizwa na shetani na mwishowe watakufuata wewe, Biblia inasema ya kwamba hiyo part B, hiyo verse 2, part B inasema ya kwamba nao utainuliwa juu ya vilima, na mataifa yote watauendea makundi kwa makundi. Kwa hivyo watakapokuwa wameisha, ni wengi tumeona wamekimbizwa na shetani, wamekimbizwa na hayo mambo ya dunia, lakini mwishowe anarudi kanisani. Wapendwa, niombeeni. Wapendwa, nifanye nini? Saa hiyo alikuwa na magari, alikuwa na manyumba, lakini mwishowe amerudi wapi? Kanisani. Amekurudia wewe. Maana wewe hukukimbizana na hayo mambo, uliweza kutulia na Mungu akakuweka kuwa imara. Uliweza kusimama na Mungu akakusaidia. Ndio maana huyo
huyo ambaye aliweza kuingiana na shetani atarudi tena kwako na kuulize siri ni nini. Kwa sababu saa hiyo utakuwa bado uko pale juu. Kwa sababu gani? Wewe ni mlima. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako mimi ni mlima. Hata mengine kama utasahau, kumbuka ya kwamba wewe ni mlima. Mungu amekuweka mahali pa juu. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza kuacha huu mlima. Hata kama mlima anaupenda. Hata kama ni yeye mwenyewe amejiinulia huu mlima. Kuna mambo ambayo yanaweza msababisha huyu Mungu wetu akaachana na huu mlima. Wacha tukaweze kuangalia katika verse 6. Hiyo Isaiah chapter 2 verse 6. Nasema ya kwamba nataka kuangalia huu mlima ambao ni kweli ni Mungu ameuinua. Utakapo kosa kutambua kwamba ni Mungu ameuinua, Mungu atafanya nini? Verse 6 inasema ya kwamba maana wewe umewaacha watu wako, nyumba ya Israeli, kwa sababu wamenjaa kawaida za mashariki. Nao ni wapiga ramli kama Wafilisti, na wanapana mikono na wana wa wageni. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona huu mlima ambao ni Mungu mwenyewe alijiinulia. Mimi na wewe tumeinuliwa na Mungu. Kuna mambo ambayo yanaweza sababisha Mungu atuache. Kumbuka neno la Mungu ni yeye mwenyewe. Amesema ya kwamba kuna mambo yataweza kumfanya mwenyewe hatuache hata kama sisi ni wake. Mambo gani yatakayoweza kufanya Mungu atuache? Kitu ya kwanza tumeambiwa ni kujaa kawaida za mashariki. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mzuri, sisi ambao tumetoka bara tukaja mahali hapa Mombasa. Tunajua Mombasa kuna mambo mengi. Kwetu hata kule nimetoka, hatukuwa tunajua mambo ya Uislamu. Mimi nilipokuja hapa ndio niliona watu vile wanajifunganga hizo sawa, wanaabudu vile wanajichora. Sasa kule kwetu hatujawahi ona mambo kama haya. Sasa tunapotoka kule, wapendwa, sisi ni wanadamu. Kama si neema ya Mungu inatusaidia, tunaweza jipata tumeingiana na hawa watu. Bwana Yesu asifiwe. Basi huwa unapatana pia na Wakristo wamejichora. Wakristo wanafanya hizo kawaida za hawa watu. Lakini Mungu anatuambia kwamba siku ya leo hatufai kujiingizanisha na hizi kawaida zao. Unapata mtu anaweza kuacha mambo yake, haingiane na hao watu. Yani saa zingine unaweza ingiana na wao wakuonyeshe hata kwenda kanisani si lazima uende kanisa. Sisi hata tunaabudu kila wakati na Mungu wetu anatusikia. Unapata umeshawishiwa mpaka umeingiana na wao. Bila kusahau kwamba wewe ni nani? Ni mlima wa Mungu. Mungu amekuweka juu. Lakini wakati demo unaendelea kuingiana na wao, demo unaendelea, tuseme nilipokuja huku mimi nilipata kuna kajiti wakanachomwa. Nataka kukuonyesha hizi kawaida za mashariki ambazo Mungu amesema tukiingiana nazo atatuacha. Unaweza pata hako kajiti, wewe hata ujui kajiti wakanachoka, kanaitwa nini hako kajiti wakanachomwa? Kana kiharufu kibaya. Udi. Kanaitwa udi. Unaweza pata hata Mkristo ameenda akachukua kale kakijiti kale kaudi, amekachoma. Kisa na maana afukuze mapepo. Wapendwa, mapepo yetu yanafukuzwa na maarufu kweli? Mapepo yetu tunajua inafukuzwa na jina la Yesu. Lakini utapata wengine wameingiana na hizo kawaida. Eti unaona tu si mjirani amechoma. Na ukweli ni kwamba hao watu hatuwezi kuwaepuka. Ni majirani zetu. Asubuhi saa 6 na jioni tuko na wao. Lakini ni sisi tujitambue, sisi ni akina nani? Ni mlima wa Mungu, tumewekwa mahali pa juu. Hatufai kuingiana na wao. Utapata hata kusherekea, unaenda tu kusherekea na wao. Nakumbuka tulipokuja Mtongwe, nilipoolewa nikakuja Mtongwe. Nililetwa Mtongwe. Mtongwe nimekaa karibu miaka 10. Nimekaa sana
Hizo vitu niliuliza mama mwingine siku nyingine, nikaambiwa ni za kuzuia mtoto asirogwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapata Mkristo pia, unapata mtoto wako ameshinda kulia. Hizo ni mambo tuko nazo hapa. Unapata mtoto wako ameshinda kulia, unaenda unauliza jirani, ama jirani atajileta mwenyewe na akwambie nini, twende nikupeleke mahali mtoto wako akingwe. Utapata mtoto wako ameenda amefungiliwa za huku chini bila kujua. Lakini wakati huu tumejua hatufai kuingiana na hizo kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo ambayo Mungu amesema ya kwamba yatatusababisha atuache. Lakini wakati nimewambia nilikuwa nakula hizo chakula, wakati nilijua ni vibaya, hata akileta yule nyanya nilikuwa nakataa. Mwambie asante nyanya. Hata ama najifanya ninajua hayo masaa nyanya atakuja, ninaondoka, maana hawezi acha chakula pale. Kwa hivyo ni sisi, maana hatuwezi waacha, hatuwezi wakataa vile. Tutawakataa katika njia ya hekima. Ni vizuri Mungu anatafuta vile tutaweza kuwatoa katika ile minyororo ambayo wako ndani, katika ile kujua ile miungu yao, tukaweze kuwatoa pale na kuwaleta huku, lakini katika njia ya hekima zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka hata wao tumesema ya kwamba mlima kitu kikiwa pale juu, kuvutwa chini huwa ni rahisi sana. Na hao watu katika mambo yao, kukuvuta uanze kufanya mambo yao ni rahisi sana. Vijana mnaweza ingiana na hao vijana wao, wakawa wanawaambia twende tukawaonyeshe vile watu utengeza pesa. Saa hiyo utaingizwa kwa miraa, utaingizwa kwa mambo maovu. Hata ukiingiana na wao utakuwa ukisikiza wazazi wako, utakuwa na kichwa ngumu. Kwa sababu gani? Umekunywa maroho yao. Na unapoingiana na wao, Mungu anakuacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujihadhari. Sisi ambao tuko hapa tukaweze kujihadhari, hatutaweza waepuka. Although sisi tumeitwa tukiwa pale juu, ni vizuri tukaweze kutafuta namna za vile tunaweza wavuta kutoka hapa chini. Maana Mungu ametuita. Yesu hakuja kwa wale wazuri, alikuja kwa wale waovu. Na sisi ambapo tunapookoka, Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Mathayo, tuenende ulimwenguni kote tukitangaza habari njema. Na hautaendea tu Wakristo peke yao. Maana neno linatuuliza itakufaidi nini kuendea wale wazuri? Hata hao ambao ni Waislamu tutakuwa tunawaendea. Kuna shule ambayo tumeenda na mpaka tumepata cheti na rafiki yangu pale, ambayo tumefundishwa jinsi ya kuwavuta hao watu kutoka katika hii kutokujua Mungu wa kweli na kuwaleta huku. Na wapendwa, si rahisi. Ukiwa una hiyo stamina, ukiwa Mungu hajakusaidia, unaweza enda hiyo class ukaisoma ukamaliza ukapata hizo certificate, lakini mwishowe kwenda ukavune hiyo nafsi moja ya hao watu kitambo uwatoe kule na uwalete huku, inakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wao pia ujue wako mbioni, wanatafuta vile watakutoa katika kujua Yesu. Maana kitu ya kwanza hawatambui Yesu, wanamtambua kama Isa. Wanatafuta vile watakutoa katika kumjua Mungu wa kweli na kukuleta katika Mungu wao. Na sisi pia tuko mbioni vile tutaweza kuwatoa katika kutojua Mungu wa kweli na kuwaleta kujua Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tukumbuke ya kwamba sisi ambao tuko juu wanaweza tuvuta rahisi, lakini hata kama watatuvuta tukaweze kujua sisi tuko juu na tutaweza kuwashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kizuri ni kwamba tusiingiane na wao. Mfano mzuri ni Samsoni. Tunakumbuka, kuna mtu ajui historia ya Samsoni. Samsoni, kuna mwimbaji wa kwetu anasema alikuwa mrandi wa Mungu. Samsoni alikuwa amechaguliwa kutoka tumboni mwa mamake. Najua kila mtu anajua hiyo story. Samsoni hakuwa aoe watu ambao si wa kabila lake. Lakini Samsoni, kwa kutosikia wazazi wake, kwa kutosikia, akaweza kuona msichana mzuri ambaye si
tunapoingiana na hao watu wa mashariki, maana Biblia imewaita watu wa mashariki, tunapoingiana na wao, wanataka watoe kile kiko ndani yetu wakaweze kutufanya hatufai. Maana mwishowe Samsoni aliweza mpaka kuuliwa, akatolewa macho, nywele yake ikanyolewa, na mwishowe akawa hafai. Kwa hivyo tunapoingiana na wao, sisi ambao ni mlima wa Mungu, Samsoni alikuwa mlima wa Mungu. Tunaona jinsi alikuwa anabeba hizo geti za Gaza, alikuwa anapigana na Wafilisti, lakini wakati huyu Delila aliingia katika maisha yake, Bwana Yesu asifiwe, maana aliweza kuingiana na kawaida za watu wa mashariki, Mungu aliweza kumwacha. Na wakati Mungu alimwacha Samsoni, mwishowe aliweza kukufa. Kwa hivyo sisi wapendwa, tukaweze kujua ya kwamba sisi tumewekwa juu, na tukikosa kujitambua ya kwamba sisi ni mlima wa Mungu na tumewekwa juu, tutaweza kuangushwa chini ya
unajua ya kwamba anajitambua, anajijua ya kwamba mimi ninajua jinsi nimeingiana na hao watu. Mungu wetu ametuita ili tukaweze kuwa watakatifu, lakini kupitia kwa kuingiana, kupitia kwa kuona vile wanafanya, saa zingine unaweza vutiwa na hayo mambo. Hata saa zingine unaweza kuinuka ukarushiana na wao maneno. Wakati unatambua umefanya hayo, rudi kwa Mungu, muombe msamaha. Maana wewe ni mwanadamu, hatujakamilika bado, lakini kwa neema yake anatusababisha tuwe jinsi tulivyo. Kwa hivyo wakati kama huu ni wakati mzuri, tunaweza enda mbele za Mungu tukatubu. Maana Mungu wetu anatuita tukaweze kutubu, tukaweze kujitambua. Sisi tumejitambua, tukaona ya kwamba wakati mwingine tunafanya haya, tunaingiana na kawaida zao pasipo na kujua, tunashirikiana na wao pasipo na kujua. Si nimewaambia nilikuwa nakula hizo chakula na nilikuwa sijui. Kwa hivyo na wewe unaweza kuwa uliingiana na wao, wako kazini, kuna vile walikuambia mshirikiane pasipo na kujua, na ukawa wewe mwenyewe haujui. Lakini Mungu wetu ni mwenye rehema nyingi, anaweza tusamehe. Anatuita kila wakati tukaweze kutubu. Anatuita maana anataka tukawe wasafi mbele zake. Anataka kututakasa kila wakati. Ni sisi tu tukatambue. Na unajua kutubu kunaanzanga kwa mawazo. Unajua aja na ni kweli, mimi nimetenda maovu, mimi nimeshirikiana na hao watu wa mashariki. Biblia inawaita watu wa mashariki. Ni wewe mwenyewe. Mimi kuna kitu ninajua, kuna watu watatu huwezi ndanganya. Huwezi ndanganya Mungu, huwezi ndanganya shetani, na wewe mwenyewe. Kwa hivyo kila mtu anajijua, anajielewa mahali ambapo ameingiana na hizi kawaida za mashariki. Mungu wetu anatuita tukaweze kwenda mbele zake, tukitambua sisi ni wenye dhambi, kila mmoja. Hakuna ambaye hajatenda dhambi, lakini tukienda kwake na kumrudia na kumwambia Mungu, sisi tuko mbele zako, tunataka tu ukaturehemu. Samsoni alipotambua Mungu amemwacha, hata kama nywele zilikuwa zimenyolewa, aliweza kumuita Mungu tena. Mwambie unaenda vizuri, usome hiyo story ya Samsoni. Aliweza kumrudia Mungu tena. Na maana Mungu ni wa rehema. Mungu wetu anatuita kila wakati. Aliweza kumrudishia nguvu, lakini wakati alirudishia nguvu, maana alikuwa na hasira, aliweza kutingiza ile kanisa alikuwa ndani, ile hekalu, akakufa pamoja na wale watu walikuwa pale ndani. Angekosa kuwa pale ndani, angeendelea na nguvu zake, lakini maana alikuwa pale ndani kwa zile hasira ambazo pia alikuwa ametolewa macho kwa sababu ya kuingiana na hizi kawaida za mashariki. Mungu aliweza kumhurumia, akamwambia Mungu, ukinipa nafasi tena tu. Hapa najua kuna mtu anataka apewe nafasi tena akaweze kumtumikia Mungu. Sisi ni wanadamu, tunajijua vyema. Naweza kuwa tumeingiana na hizi kawaida za mashariki. Kwa hivyo nataka tusimame kila mmoja tukaweze kumwambia Mungu, mimi nimekuja tena. Siseme hujaingiana na kawaida za mashariki. Rudi kwa Mungu tena. Anakuhitaji. Anakuambia jo, ako mlangoni kwako anabisha. Na yeye ni mwenye rehema, ataweza kukuregesha tena. Maana unaweza kuwa unasema Bwana asifiwe, kumbe Mungu alikuacha kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kuwa tukukutana pale unaniambia Bwana asifiwe, kumbe Mungu aliniacha kitambo. Kumbe Mungu alikuacha kitambo. Hakuna kitu kimbaya kama, acha nipeane mfano wa chairman wetu. Chairman wetu ni askari. Wakati wanaenda kupigana vita na apewe ile bunduki bila risasi, kuna kitu atafanya kweli? Chairman utaweza kupigana? Ni hivyo hivyo. Unaweza kuwa unataja hii jina la Yesu, jina la Yesu, na wewe mwenyewe Yesu alikuacha kitambo. Kwa sababu gani? Umeshirikiana na watu wa mashariki, umefanya kawaida zao. Lakini Mungu wetu siku ya leo anakuita. Yeye ni mwenye rehema, anakuita
tu ukamrudie. Hivyo naomba tukaweze kusimama. Chunguza moyo wako. Mungu ni wa rehema. Anaweza kukurudia tena. Ukamrudie Mungu, mwambie mimi najua ya kwamba nimeenda kando na wewe. Ninaomba tu ukaweze kunikumbali tena. Uangalie yale mambo ambayo yamekufanya uingiane na hizo kawaida za mashariki. Ukaingiana na wao, ukawa ufanye mambo ya Mungu vile anataka. Twende tusimame, kila mmoja asimame. Tukaweze kumwambia Mungu, tumekosa. Tunataka kumrudia tena. Tusimame kila mmoja, umuinulie Mungu mikono, surrender. Ninafurahia vile ndugu yetu Amos anatuambia. Unapo surrender, hata kama askari ulikuwa na makosa, hawezi kukushuti. Kwa hivyo na wewe unapo surrender mbele za Mungu, ni kujiachilia na mwambie Mungu, mimi ni mwenye dhambi na ninajua nimekosa. Ninarudi tena. Naomba Bwana ukanisamehe na uweze kuenenda nami katika hii safari. Narudi kutoka mbali, Bwana unikaribishe. Sasa narudi. Tunapoimba hii wimbo, jiachilie mbele za Bwana. Inua mikono yako na mwambie Mungu, nimerudi. Narudi, narudi kutoka mbali, Bwana unikaribishe. Sasa
mbali sana. Na nimewaambia unaweza kuwa tu unatamka Bwana Yesu asifiwe, lakini Mungu alikuacha kitambo. Nafasi ni hii. Unaweza rudi. Mungu atakuhurumia. Nafasi ni hii. Unaweza kuja hapa tukaomba pamoja. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Ataweza kukukubali tena na utaweza kuenda pamoja na yeye katika hii safari. Leo tupige magoti hapa kama unajisikia kabisa. Mungu, mimi nataka rehema zako tena. Piga magoti hapa, mlilie Mungu wako. Narudi kutoka mbali. Bwana unikaribishe. Sasa narudi leo. Mwokozi. Baba, tumetambua ya kwamba wewe ni Mungu umetuweka mahali pa juu.
Jehova wa mbinguni, na mambo ya kawaida za mashariki Bwana zinaweza tufanya Jehova ukatuacha. Tumeangalia mioyoni mwetu Jehova, na wewe ambaye unatuelewa vyema, tumejichunguza tukaona ya kwamba Jehova kwa njia moja au nyingine tumeingiana na hizi kawaida za mashariki. Tunaomba Bwana, tumerudi tena Jehova, tusamehe Bwana, tusamehe Mwokozi, na uenende nasi siku ya leo. Anza pamoja nasi Jehova, maana wewe ni mwema, haufurahishwi na dhambi zetu. Baba tusamehe, wewe ni mwepesi wa hasira na mwingi wa rehema. Tunakushukuru maana wewe ni mwema. Asante kwa kutusamehe Bwana. Hakuna mahali pengine tunaweza pata msamaha wa dhambi ila ni kwako. Baba ni asante kwa kutusamehe. Asante kwa kutukumbali tena. Baba enenda nasi katika hii safari. Tunakuhitaji wewe. Tunakuhitaji Mwokozi, usituache. Pokea sifa na utukufu maana wewe ni mwema. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumepata kuomba na hata kuamini. Amen. Tupigie Bwana Yesu